na wimbi kubwa ambayo inafanya kwamba vijana au mtu yoyote ashindwe kuifikia ndoto yake ni kwa sababu ya swala zima la hofu. Watu wengi sana wanaogopa matokeo ya hofu. Wanaogopa matokeo ya kushindwa kuliko kupambania yale malengo yao ili waweze kuyafikia. Kuna takwimu, nataka nitoe mfano takwimu ya mwaka 1990 duniani. Unasema kwamba 85% watu wengi wana hofu na vitu vile havikuweza kutokea. Nilikuwa naitamani pia na mimi ningeisema hiyo. Lakini hiyo pia nimeshawahi kukutana nayo mahali. Lakini kwa huko mantikio 15% hawana hofu. Kwa hiyo watu wanavihofia vitu ambavyo haviwezi kutokea. Kwa hiyo ni moja au havikutokea katika takwimu. Lakini tunapotoa maana halisi ya hofu, hofu ni nini? Najiulizia hofu ni nini hasa? Kusoma DSM-5, kitabu cha DSM-5 mwaka 2013, kulikuwa na jopo la madaktari ambao waliweza kutoa hii maana, jopo la madaktari wa afya ya akili walitoa tafsiri halisi ya hofu nchini, walikuwa wako nchini Marekani. Walisema hofu ni mwitikio wa asili wa mwili kwa tishio la sasa. Ni mwitikio asili wa mwili kwa tishio la sasa, ambalo tishio linaweza likajikita katika hisia na katika fikra. Lakini kuna mtaalamu mwingine ambaye aliweza kuhusianisha hofu moja kwa moja na ubongo. Huyu alikuwa anaitwa Joseph Liddox. Kwa ni mwaka 1996. Yeye alisema kwamba hofu inahusiana moja kwa moja na ubongo, ambapo aliongelea kuna kitu kinaitwa amygdala. Amygdala ni sehemu ya hisia ambayo ipo kwenye ubongo wa mwanadamu. Amygdala inahusika na mambo ya furaha, mambo ya huzuni, mambo yote yanayohusika na masuala ya hisia. Ambapo alisema kwamba mtu anapokumbana na hofu, mtu anapokumbana na changamoto ya aina yoyote ile, inaenda kuathiri kwenye mfumo mzima wa ubongo. Na mwisho wa siku aki-accept kile kitu, atashindwa kutoa maamuzi sahihi, na mwisho wa siku atashindwa kufikia malengo yake. Au mtu ambaye labda jambo fulani limemtokea, alitamani labda anzishe biashara labda aidha ni biashara labda sema kwamba ya kuuza nguo, lakini huyu mtu ambapo ataingizia hiyo hofu ya kwamba je, nikianzisha hii biashara nikishindwa itakuwaje? Mambo yatakuwaje? Kwa mwisho wa siku ule ubongo wake unapokea zile taarifa, anashindwa kufikia malengo. Lakini tutaenda mbali zaidi huko mbele. Nadhani tutagusia masuala namna gani ya kushinda. Hamna shida. Pamoja nasi tutaendelea moja kwa moja kujifunza ili tuweze kutambua zaidi. Okay. Umeongelea kuhusiana na vyanzo vya hofu.